Biblia imemuonesha Yesu katika maeneo kama matatu. Moja, Yesu ameoneshwa kama kuhani mkuu, high priest. Lakini pia Biblia imemuonesha Yesu kama mfalme. Lakini pia Biblia imemuonesha Yesu katika ofisi ya nabii, prophetic office. Yesu ameoneshwa katika nafasi hiyo. Kwa Biblia imemuonesha Yesu katika ofisi tatu. Hata Yesu Kristo alipokuwepo hapa duniani, hata ukisoma maandiko matakatifu, ameoneshwa katika maeneo matatu. Moja, Yesu Kristo kama kuhani mkuu. Pili, Yesu Kristo kama mfalme. Ndio maana nasema ufalme wa Mungu upo duniani. Kwa Yesu Kristo alikuja kuestablish kingdom, alikuja kuanzisha ufalme wa mbinguni duniani. Ndio maana huwa tunaomba kwa kusema ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa Yesu Kristo alikuja kuanzisha ufalme. Lakini pia Yesu Kristo ni nabii mkuu. Kwa Yesu Kristo ana ofisi hiyo pia ya unabii. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 17, sura nzima imemuonesha Yesu katika kategori moja. Yesu Kristo kama kuhani mkuu, na kazi pekee ya kuhani ni muombezi. Yesu Kristo amevaa nafasi ya ukuhani kama muombezi. Maana yake ni intercessor, anatuombea kwa niaba, on behalf. Kwa Yesu Kristo ni muombezi wetu. Kazi pekee ya kuhani ni muombezi, ni anaomba. Kwa sisi tumechagua hii kazi yangu pekee ya kufanya, kitu pekee ambacho inabidi nifanye kwa muda mrefu hata nje ya kusoma neno ni kuombea watu, kuombea jamaa, kuombea ndugu, kumwombea mtu yoyote. Kwa ukitaja tu mtu kuhani, ukitaja tu mtu ni mchungaji,